Mshukiwa anaaminika ndiye aliyefyatua risasi iliyomuua mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were amefikishwa mahakamani. Isaac Kuria ataendelea kuzuiliwa kwa siku 30 huku uchunguzi wa mauaji ya mbunge huyo ukishika kasi. Uchunguzi wa awali umemhusisha Kuria moja kwa moja na bunduki iliyotumika kumuua mbunge huyo pamoja na mawasiliano kati yake na washukiwa ambao tayari wako korokoroni. Alifikishwa katika mahakama ya JKIA mwendo wa saa 8 mchana, saa chache baada ya kukamatwa katika eneo la Isebania mpakani mwa Kenya na Tanzania. Isaac Kuria almaarufu Kush akihusishwa moja kwa moja na mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were. Hii ni baada ya uchunguzi wa awali kumweka katika eneo la tukio na pia kumuhusisha na silaha iliyotumika kumuua Were. Wachunguzi sasa wakiamini kuwa Isaac Kuria ndiye aliyehusika pakubwa na mauaji hayo. Mheshimiwa alitumia hiyo bunduki ambayo ilitumika kuua marehemu mbunge wa Kasipul, mheshimiwa. Kulingana na uchunguzi, mshukiwa huyu aliwasiliana mara kwa mara na washukiwa wengine 10 ambao tayari wamekamatwa. Wapelelezi wakisema Kuria aliwasiliana na wenzake kutoka wakati wa kupanga na kisha kutekeleza mauaji hayo. Aidha, polisi bado wanawasaka washukiwa wengine wanaodaiwa kuhusika na mauaji ya mbunge huyo. Wapelelezi wameomba mahakama kutoa idhini ya kumzuilia mshukiwa huyo kwa siku 30 ili kuendeleza uchunguzi, ombi ambalo mahakama ya JKIA kupitia kwa hakimu mkuu Irene Gishobi ilikubali. He's alleged to have been the one who shot and killed the Kasipul member of parliament, the late Charles Ong'ondo Were. He's also stated to have been on the run at the time of his arrest, heading to Tanzania. And with such kind of allegations and the public interest that this matter has elicited, it is important to ensure that the respondent is kept in custody. Kuria atazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kasarani huku kesi yake ikitajwa tarehe 12 mwezi ujao. He represents the victims. Kati huo mahakama kuu imeamuru mfanyabiashara Philip Aroko aendelee kuzuiliwa na polisi kama ilivyoelekezwa na mahakama ya JKIA hadi muda wa siku 7 ukamilike. Aroko alifikishwa katika mahakama ya JKIA Ijumaa wiki iliyopita kuhusiana na mauaji ya mbunge huyo wa Kasipul. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.